Karibu nikuhudumie. Niko mbele yako kwa ajili ya kukuambia mambo machache kuhusu Roho Mtakatifu. Nimekuwa nikisikia watu wengi sana wakizungumza kwa habari ya watu wanaonena kwa lugha. Hata nimepata shauku ya kuzungumza na watu hawa katika mtandao, ili wajifunze, watoke sehemu waliopo ya ujinga, wahame waende katika sehemu ya kuelewa jambo. Watu wengi wamekuwa wakiona mtu aliyemwamini Yesu ananena kwa lugha. Wamekuwa wakicheka, wakimshambulia kwa maneno, wakimuona kama vile ni mpuzi, kama vile ni mtu ambaye hayuko vizuri. Lakini niko hapa, naomba unisikilize ili ujifunze jambo. Pengine unaweza ukawa ni wewe au ndugu yako au rafiki yako au jamaa yako. Naomba unisikilize. Mtu anayenena kwa lugha haneni tu au hatamki tu yeye kama yeye, isipokuwa ndani yake kunakuwa na nguvu, kunakuwa na mwongozo usioonekana kwa macho ya kibinadamu. Kwa hiyo shauku yangu ni kukutahadharisha hivi: jihadhari sana unapomwona mtu ananena kwa lugha au unapomsikia mtu ananena kwa lugha. Ujihadhari sana kukizuia kinywa chako kisizungumze neno lolote sawasawa na mawazo yako. Kwanza, mtu anayenena kwa lugha hakuhusu kabisa wewe, na wala wewe kumsikiliza anayenena kwa lugha hayakuhusu. Ni mtu na Mungu wake wanakuwa wanazungumza kwa lugha usiyoijua, maneno ya asili. Sasa wewe ni nani hata uyajue hayo wanayozungumza? Kuna umuhimu gani wa wewe kujua? Kama Mungu anataka ujue anachokizungumza, huyo mtu atatumia lugha ambayo wewe unaijua. Lakini kama Mungu hataki kujua anachokizungumza, kwa kutumia Roho Mtakatifu ndio unaona anazungumza vitu ambavyo huvielewi kwa kuvisikiliza. Kwa hiyo ujue ziko lugha za wanadamu na ziko lugha za malaika. Naomba nikusomee kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto inasema, Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa kwanza inasema, utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Nadhani umesikia. Yeye anayenena kwa lugha hazungumzi na mwanadamu. Ndiyo maana hakuna neno ambalo huwa unalielewa. Utaona ni kama vichekesho, ni kama tamasha fulani, ni kama burudani fulani, ni kama kituko fulani. Mtu anayenena kwa lugha hakuhusu na hazungumzi na wewe, na hazungumzi ili umsikie wewe, ila ni Roho Mtakatifu anayekuwa anamwongoza huyo mtu kupeleka hoja zake kwa Mungu
bila shetani kusikia anachokiomba, bila mwanadamu kusikia anachokiomba. Lugha hiyo ni Roho mwenyewe anakuwa ameitumia, kwa sababu anajua watu waliopo pale hawaijui. Lakini pia sitachoka kukusomea, najua ili uelewe lazima twende na neno. Naenda tena katika kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi kinasema, kadhalika Roho naye hutusaidia jinsi, nirudie, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo mtu huyo ukimfuatilia anazungumza vitu ambavyo akikwambia uvitamke hauwezi. Sio mtu huyo, ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu, anamuombea huyo mtu kwa Mungu wake. Ndiyo maana wewe huwa hausikii, hauelewi anachokizungumza. Usijiingize kwenye hatia. Hiyo ni ishu ya Mungu na mtu. Kama Mungu angependa kukutangazia wewe, angetumia lugha unayoijua. Nisikilize tena katika andiko linalofuata. Hicho kilikuwa ni kitabu cha Warumi, nilichokisoma kilikuwa ni kitabu cha Warumi Warumi 8 na mstari wa 26. Lakini nakuja katika Yuda inasema, bali ninyi wapenzi, ngoja nianzie 19. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na Roho. Bali 20 nasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu. Kuomba katika Roho Mtakatifu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nadhani unaanza kuelewa sasa, na kutahadharisha. Ziko dhambi mbili ambazo Mungu hazisamehi. Nalizungumza hili ili ujiponye nafsi yako. Dhambi ya kwanza, kutokusamehe. Mtu yeyote asiyesamehe na yeye hatasamehewa. Dhambi ya pili, kumkufuru Roho Mtakatifu. Ni dhambi ambayo mwanadamu akifanya hatasamehewa, hata aomboleze miaka yote ya kuishi duniani. Unapomwona mtu ananena kwa lugha, wewe nao ukasema wanasumbuliwa na mapepo au ni pepo limemuingia, ndani yake huyo mtu kukawa na Roho Mtakatifu, wewe umemkufuru Roho Mtakatifu. Dhambi yako haitasamehewa. Chonde, unapomwona mtu ananena kwa lugha, usitamke neno lolote. Endelea na mambo yako, kwa kuwa yeye anazungumza na Mungu wake. Mungu aliye ndani yake usimuite pepo, kwa kuwa ukimuita pepo, huyo ni Roho Mtakatifu, utakuwa umemkufuru na hatia yako haitafutwa. Shitaka lako halitasamehewa. Wewe utakuwa ni mtu wa jehanamu. Asante kwa kuwa umenisikia, na ninaamini umeelewa.